Baraza la Kitaifa la Makanisa humu nchini NCCK limekemea kuendelea kwa matumizi ya wahuni kuingilia mikusanyiko ya umma na kusababisha vurugu na uharibifu. Likizungumza katika kaunti ya Kiambu, baraza hilo lilimtaka Inspekta Jenerali wa polisi kuhakikisha kuwa mtu yeyote anayepanga au kufadhili shughuli za vurugu anakamatwa na kufikishwa mahakamani. Baraza hilo pia lilitaka maafisa wa polisi kujiepusha kutumia nguvu kupita kiasi wanapokabiliana na waandamanaji. Baraza la Kitaifa la Makanisa humu nchini NCCK limeelezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la visa vya kile linachodai kuwa ni vurugu za kisiasa zilizopangwa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baraza hilo limekemea matumizi ya wahuni, likisema kuwa baadhi ya wanasiasa wanatumia vijana kuvuruga mikusanyiko ya umma, yakiwemo maeneo ya ibada. Many Kenyans have suffered and died in the freeze of politically organized violence that is progressively getting entrenched in public life and forums. NCCK sasa inazitaka asasi husika kuchukua hatua kwa haraka na kuwashtaki wahusika kabla ya hali kuzidi unga. So we are asking the IG of police, the Inspector General Kanja, it is time for him to crack down on the gangs, to bring them to book, to arrest the financiers, and to make sure that law and order is maintained. Young men and women of Kenya refuse to be involved in goonism, refuse to be involved in desecration of places of worship. Goons is a replica of cattle rustlers. Yeah, only that they are not given guns this time. They are given money. They are given money. And their stones are not given, they go and collect them on the roads. If we wait and not act and remove them, they will be given guns by those who are giving them stones. Next time, they will carry guns to the church. Aidha, baraza hilo liliwapongeza vijana kwa kupigania mabadiliko, huku likitoa wito kwa maafisa wa polisi kutotumia nguvu kupita kiasi wanapokabiliana na waandamanaji. What needs to come out is the truth. What happened in June 2024? Who killed the young people who are killed? Who, if they are police, have they been held to account? Wakati huo, NCCK imeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kukuza imani miongoni mwa Wakenya kwa kuhakikisha uchaguzi huru, wa haki na wenye uwazi. Nancy Okware, Darubini.